Ni kukaribishe katika habari zetu, na sasa tukiangazia wanaanga waliokwama kurejea duniani baada ya miezi 9 angani. Hii inaweza kukushangaza kidogo. Wanaanga wa NASA Sue Williams na Butch Wilmore waliendelea na kile kilichokusudiwa kuwa safari ya siku 8 kwenye kituo cha kimataifa cha anga ndani ya Boeing Starline mnamo 5 Juni mwaka 2024. Ilikuwa safari ya kwanza ya aina yake, ilikuwa jaribio kuona jinsi chombo kipya kitavyofanya kazi. Hata hivyo, masuala ya kiufundi ikiwa ni pamoja na uvujaji wa helium na hitilafu za mawasiliano ilimaanisha kuwa Starline haikuwa salama na chombo hicho kurudishwa duniani bila wao wenyewe ambao walikuwa unaowatazama ambao walikuwa katika chombo hicho. Mnamo Agosti, baada zaidi ya miezi 2 angani, uamuzi ulifanywa kwa wawili hao kurejeshwa duniani. Mnamo Machi kwa chombo cha SpaceX kilichokuwa kimeshindwa kufanya kazi yake vizuri kutokana na hitilafu za hapa na pale. Wakati huo Williams na Wilmore waliendelea na kazi yao ndani ya ICC, wakifanya utafiti, wakiendelea na safari za anga za juu, na kupiga simu shuleni kwa video hii kuelimisha watoto kuhusu masuala ya anga. Hii ni moja kati ya taarifa ambayo nakuletea kuhusiana na wanaanga hawa. Tunaweza kusema ni wanajim pia na ni watabiri kupitia kampuni ya SpaceX, ambao pia wamekuwa ni moja kati ya kampuni kubwa likimilikiwa na tajiri mkubwa duniani Elon Musk, ambao wameweza kufanya vitu vingi zaidi. Na tukitazama hapa ujio wao na kuelekea katika sehemu mbalimbali za anga duniani, ambapo wamekuwa wakitoa funzo kwa wanafunzi ambao walioko mashuleni kuonesha uhalisia ambao unatokea, sio tu kusoma kwa nadharia, ila bali ni kuonesha uhalisia ambao unakuwa ukitokea wakiwa angani. Je, hii taswira na muonekano wa kuonesha namna jinsi wanavyotoa elimu ya kianga kutoka kwa wanaanga wa NASA, hii inaweza kukupa asilimia ngapi kwa wanafunzi hazo, kwa mtazamo chanya, kupata uelewa zaidi kwa kile ambacho tunakiangazia kwa sasa, na inaweza kuleta pia matokeo gani kwa wanaafrika kiujumla kwa namna jinsi elimu yao wanavyozidi kuitoa. Endelea kwa nami Andre Amos Masanje, tukiangazia na kukuletea habari za kitaifa na kimataifa kupitia Afya na Raha TV.